Lawama nyingi zimekuwa kwa upande wa mwanamke, ikitokea wanandoa wakashindwa kupata mtoto. Lakini ni kwa nini amekuwa akilaumiwa sana mwanamke? Kitaalamu, leo tumepiga hodi katika ofisi za Lupimo Sanitarium katika jiji la Mwanza, tukitaka kufahamu ni kwa nini huu mzigo kwanza umekuwa ukimdondokea mwanamke. Na mimi kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ni swali zuri. Kwa kweli ni kweli kabisa, familia nyingi sana familia nyingi, japo sasa hivi kidogo uelewa umeanza kuongezeka kwa familia nyingi kwamba familia isipopata mtoto basi yawezekana kabisa matatizo yakawa aidha kwa mwanaume au kwa mwanamke au pande zote mbili. Tayari watu wameshaanza kutoka kwenye ile mitazamo ya kwamba lawama zote ziende kwa mama, kwamba yeye ndio anayetakiwa kuwa sahihi. Kumbe ni kwamba hata mwanaume pia anatakiwa awe na afya nzuri ya uzazi ili aweze kusababisha ujauzito. Na kuna asilimia kubwa sana sasa hivi ya wanaume wengi wenye matatizo ya uzazi ambao hawawezi kusababisha ujauzito kwa wenza wao. Na sababu kubwa ni lifestyle au mtindo wa maisha. Kulingana na mtindo wa maisha sasa hivi kwa kweli imekuwa ni changamoto sana. Ongezeko la matumizi ya sigara, matumizi ya dawa za kulevya, yote haya yanaweza kuharibu uwezo wa mwanaume kusababisha ujauzito kwa mwenza wake. Lakini vile vile aina ya vyakula ambavyo tunapendelea kuvitumia sisi wanaume kwa kweli kwa sasa hivi imekuwa ni changamoto. Matumizi ya vyakula vyenye mafuta mengi, matumizi ya vyakula vya viwandani, matumizi ya vyakula vyenye sukari nyingi, kwa kweli imekuwa ni changamoto kubwa, hali ambayo imepelekea kuathiri mfumo wa uzazi wa wanaume wengi. Kwa hiyo ni kweli kabisa kwamba yawezekana tatizo likawa kwa mwanaume au likawa kwa mwanamke au wote wakawa na changamoto, hali ambayo ikapelekea wakashindwa kupata watoto. Kikubwa ni wote kama familia kuwaona wataalamu wa afya kwa ajili ya vipimo. Mwanaume apimwe, mwanamke pia naye afanyiwe vipimo, atabainika mwenye tatizo na wote watasaidika, watakaa sawa sawa na watapata mtoto. Lakini pia kumekuwa na mzigo mkubwa sana kwa upande wa vijana wengi na wimbi kubwa la vijana kwenye kipindi cha ndoa changa kushindwa kupata mtoto. Shida kubwa imekuwa wapi? Dr. Emmanuel pia ameweza kutanabaisha na kuelezea ni kwa nini imekuwa hivyo na ni kwa nini tatizo hili kwa upande wa vijana. Kumekuwa na ongezeko la vijana wengi kushindwa kumudu tendo la ndoa, lakini vile vile kushindwa kusababisha ujauzito kwa wenza wao. Kwa sababu matatizo kama haya ya uzazi tulikuwa tumezoea kuyaona kwa watu wazima, lakini sasa hivi mpaka vijana wadogo miaka 20, miaka 25 wana matatizo ya uzazi. Na sababu kubwa ni moja, masuala mazima ya teknolojia, mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Hapa tunaongelea matumizi makubwa sana ya mitandao. Mitandao kwa kweli imekuwa ikiwaathiri vijana wengi sana, wanaishia kufanya masturbation. Sasa kijana anapokuwa anafanya masturbation, athari moja kwa moja huwa zinaenda kwenye mfumo mzima wa uzazi. Na ndio maana unakuta vijana wengi wanakuwa na matatizo ya low sperm count, kwa maana kwamba idadi ndogo ya mbegu, lakini vile vile hata mbegu zinazotolewa basi unakuta zinakuwa hazina ubora wa kusababisha ujauzito. Ndio. Tiba pekee ya matumizi ya mboga za majani pamoja na matunda inatosha kwa hawa watu ili waweze kupata nguvu zaidi? Ni kweli, kwa kweli dawa zipo, na ndio maana Lupimo Sanitarium Clinic tupo. Yes, tupo kwenye matatizo kama haya. Kwa upande wa wanaume tunayo dawa nzuri ambayo inaitwa JC Herb. Dawa hii imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, ikathibitika kwamba inafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini dawa hii kwa kweli imekuwa ikileta msaada mkubwa sana kwa wanaume wengi wenye matatizo ya uzazi. Kwa hiyo kama kuna kijana ambaye anatutazama na ana tatizo, aidha hawezi kumhudumia mwenza wake katika masuala ya kindoa au hawezi kusababisha ujauzito kwa mke wake, basi afike Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata dawa hii ya JC Herb. Lakini pia kina mama mwenye matatizo ya uzazi, pengine hujawahi kabisa kubeba ujauzito au kibeba ujauzito ndani ya miezi 2 au 3 ujauzito ule unaharibika, tunayo dawa nzuri ambayo inaitwa Fuem Herb. Dawa hii nayo pia imesajiliwa na inaleta matokeo mazuri kwa wewe mama mwenye matatizo ya uzazi. Kwa hiyo matatizo kama haya yanatibika vizuri sana kupitia dawa za mimea, hasa dawa zinazotolewa na Lupimo Sanitarium Clinic. Lishe ya matunda pamoja na mboga za majani haitoshi pekee,
lakini pia kufanya tendo la ndoa pekee haitoshi pia kupata mtoto, lakini ofisi za Lupimo Sanitarium zipo kwa ajili ya kuhakikisha kuwa tiba lakini pia ushauri unaendelea kupata sawasawa. Kwako inakuwa ni faida na mwanzo wa maisha mengine. Kwa niaba ya wote ambao wameweza kufanikisha hili jambo, naitwa Philemon Mawazo. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.